Unajua ni kwa nini Yesu Kristo alizaliwa katika lile hori la wanyama? Watu wengi hawajui siri hizi tatu muhimu sana ambazo leo hii nitakujulisha, na utafahamu zaidi kwa nini Yesu alisoma. Katika Luka 2:7 inazungumza habari ya kwamba baada ya Bikira Maria kumzaa Yesu, alimvika nguo za kitoto na kumweka katika nguo za kitoto, alimweka katika lile hori la wanyama. Nini maana yake? Zipo siri tatu muhimu kubwa ambazo kila mmoja anapaswa kufahamu. Jambo la kwanza, unyenyekevu wa Yesu Kristo kuhusu ufalme wa Mungu na kwetu sisi sote. Pale ambapo alizaliwa katika lile hori, alionyesha wazi kila mtu mwenye hali yoyote, aliyekuwa tajiri, aliyekuwa maskini, ana uwezo wa kumfikia kwa nyakati yoyote. Kwa hivyo basi, nafasi yako kwenye maisha unapaswa kumpokea Yesu. Kwa maana ya kwamba kama jinsi alivyozaliwa katika hori, hata ukiwa katika hali mbaya kiasi gani, manake Yesu Kristo. Jambo la pili ni rejection, yani watu wale ambao Yesu Kristo aliwafuata katika ulimwengu walimkataa. Kwenye maisha yako wewe na moyo wako wewe, Yesu ana nafasi kwenye maisha yako na kwenye moyo wako. Yesu hajapata nafasi kwenye moyo wako, basi yupo nje na anangoja ufungue mlango wa moyo wako. Jambo la mwisho kabisa na la muhimu, Yesu Kristo kuzaliwa katika hori ni kwa maana halisi ya kuonyesha kuwa yeye ni chakula cha kiroho kwetu sisi. Kama jinsi ambavyo tunajua wanyama wapo kwa sababu ya kutusaidia sisi, kwa sababu ya chakula na kinywaji, yani kama maziwa. Yesu Kristo amezaliwa kama mwana kondoo kwa ajili ya kuchinjwa, apate kutuondolea sisi dhambi na kutuweka huru kwenye maisha yetu sote. Hivi leo ninakualika umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Akusaidie wewe, kukuongoza, kukuonyesha njia ikupasayo kuifuata ili kukamilisha ule ufalme wa Mungu. Tukumbuke kuwa ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu kama wewe na mimi unayenitazama. Mungu nakubariki sana. Usisahau kusubscribe kama umependa video kama hizi. Tukutane kwenye video nyingine.